Je, unajua kwamba kipaji chako cha kweli, kile ambacho kinaweza kukufanya uwe mtaalamu wa kipekee duniani, kimebaki kimefichika ndani yako? Wengi wanaishi maisha ya wastani, wakichagua njia rahisi, wakiweka matarajio ya wengine mbele ya wito wao wa kweli. Lakini mafanikio ya kweli, ubingwa wa kiwango cha juu, hayaji kwa bahati. Ni matokeo ya mchakato wa muda mrefu wenye shauku, uvumilivu na mazoezi ya makusudi. Je, unataka kugundua wito wako, kuvunja vizuizi vya jamii na kuanza safari ya kuwa mtu wa kiwango cha juu kabisa? Leo tunaanza kitabu kipya kwa sauti ya kurasa kiitwacho Mastery cha Robert Greene. Karibu. Utangulizi wa kitabu Mastery cha Robert Greene kinaanza kwa hoja kuu. Ubingwa si jambo la bahati au kipaji cha kuzaliwa nacho peke yake. Watu wengi wanaamini mafanikio makubwa hutokea ghafla, kwa bahati au kutokana na kipaji cha asili. Lakini Greene anasisitiza kuwa ubingwa ni mchakato wa muda mrefu wa kina unaohusisha kujitambua, kujifunza kwa bidii na kushughulika kwa umakini na taaluma au kipaji cha mtu. Kitabu hiki ni mwongozo wa kuelewa jinsi watu wakubwa wamefanikiwa, lakini si kwa kuwa walikuwa na bahati pekee. Badala yake, walianza kwa kugundua wito wao wa maisha, kisha kujiwekea msingi imara kupitia kujifunza na wanagenzi, kisha kuanza kuvumbua na kuunda njia zao za kipekee, na hatimaye kufikia kiwango cha ubingwa wa kweli. Greene anatoa mfano wa Leonardo da Vinci, ambaye udadisi wake wa asili ulimpeleka kwenye uchunguzi wa sanaa, sayansi na uvumbuzi bila kufuata njia ya watu wengine. Pia anaonyesha mfano wa Charles Darwin, ambaye safari ya HMS Bingo ilikuwa muhimu, lakini safari hiyo ilimpa faida tu kwa sababu tayari alikuwa na shauku ya ndani na udadisi wa asili. Utangulizi huu unalenga kuelezea kwamba wito wa maisha, life's task, ni msingi wa kila ubingwa. Bila kugundua kilicho kukuvutia kweli tangu utotoni, mtu anaweza kuishi maisha ya wastani hata akiwa na vipaji vikubwa. Greene anasisitiza kwamba safari ya kufikia mastery ni ya muda mrefu, yenye changamoto na si rahisi, lakini ni ya thamani kubwa kwa mtu anaitumia kwa uthabiti. Sura ya kwanza, Discover Your Calling, the Life's Task. Gundua wito wako, kazi ya maisha yako. Sura ya kwanza inashughulikia hoja ya msingi zaidi ya kitabu, gundua wito wako wa maisha. Greene anasema kila mtu ana kipaji au mvuto wa asili kimebaki ndani yake tangu utotoni, na kufuatilia wito huu ndiyo njia ya kweli ya kufanikisha maisha ya kina. Sura hii inafungua macho ya msomaji kwa kuonyesha jinsi changamoto za asili, shinikizo la jamii au matarajio ya wazazi mara nyingi hizuia mtu kufuata wito wake. Greene anatumia hadithi na mifano kuonyesha jinsi vipaji vya asili vinavyoficha hadi mtu ajiulize kwa makini. Kwa mfano, Leonardo da Vinci alibaki mchapa kazi wa udadisi wa asili, akichora, kubuni mashine na kuandika kuhusu maajabu ya dunia. Haikuwa tu kipaji cha kuzaliwa nacho, bali ni nguvu ya kudumu ya shauku na udadisi wa ndani. Vivyo hivyo, Charles Darwin hakufanikiwa ghafla. Alichukua miaka mingi ya uchunguzi, kusoma na kuzingatia mazingira, lakini kila hatua ilimsaidia kufikia ufahamu wa kina. Sura ya kwanza pia inazungumzia kuchunguza utotoni na kurudisha akili kwenye kilicho kukuvutia hapo awali. Greene anasema burudani na shughuli ambazo mtu alipenda akiwa mdogo ni ishara ya nguvu ya ndani. Hata shughuli ndogo zinazokuvutia zinaweza kuwa mwanzo wa kugundua wito wako. Mchakato huu unahitaji msomaji kukaa kimya, kutafakari na kutambua kilicho kushikilia kwa kweli. Greene pia anahimiza kupitia vizuizi vya jamii. Mara nyingi, shinikizo la wazazi, elimu au maisha ya haraka linaweza kukurudisha mbali na wito wako. Lakini kufuata kile kilicho kukuvutia ndani ni msingi wa furaha ya kweli na ubingwa.
Usikimbilie matokeo haraka. Kufanya hivyo kutakuzuia kufikia kiwango cha juu. Uvumilivu ni kipengele cha msingi. Katika sura hii, Green pia anaonyesha kwamba kushindwa ni sehemu ya safari. Wakati mwingine, mtu anapofanya majaribio ya kufuata wito wake, ataanguka. Ataona matokeo yasiyokuwa mazuri. Lakini haya ni sehemu ya kujenga msingi wa uelewa na maarifa. Kila shida ni darasa la kujifunza. Green anatoa mbinu kukusaidia kurudi kwenye mstari. A. The return to origins. Kumbuka kile ulichokipenda utotoni. B. Occupy the perfect niche. Tafuta sehemu ndogo ya fani yako, specialization, ambapo unaweza kuwa mfalme. C. Avoid the false path. Achana na ndoto za watu wengine walizokuvisha. D. Let go of the past. Usijifunge na kile ulichosomea chuo kama hakikupi furaha, badilika. E. Find your way back. Hata kama umepotea kwa muda mrefu, unaweza anza upya leo. Kwa kumalizia, sura ya kwanza ni mwongozo wa msingi. A. Kugundua wito wa maisha ni hatua ya kwanza na muhimu zaidi. B. Udadisi wa asili wa mtoto ni mwongozo wa ndani na ni sehemu ya kufikia mastery. C. Jamii na matarajio ya nje ni vizuizi vinavyohitaji kushughulikiwa. D. Safari ya mastery ni ndefu, yenye kushindwa na changamoto, lakini ni njia pekee ya kufanikisha kipaji cha kweli. Sura hii inamchukua msomaji hatua kwa hatua kuingia ndani ya akili yake mwenyewe, kuanza kuchambua vipaji na shauku zake za asili na kufafanua kilichobaki katika maisha yake cha thamani zaidi. Ni msingi wa kila kitu kitakachofuata katika kitabu hiki, kwani bila kugundua life's task, hatua nyingine za apprenticeship, ubunifu na mastery hazina msingi wa thabiti. Usisubiri kesho, chukua hatua sasa. Tafakari maisha yako, tambua vipaji vyako vya asili na anza kuunda msingi wa ubingwa wako. Soma Mastery leo, jifunze siri za wale waliofikia kilele cha mafanikio na chukua hatua ya kwanza kwenye safari yako ya kugeuza kipaji chako kuwa nguvu halisi. Safari ya ubingwa inaanza sasa na hakuna wakati bora kuliko huu.